tukumbushane kwamba katika kuomba kuna nyenzo zake. Huwezi kwa kurupuka tu kusema na Mola viumbe vote haraka haraka bila kujitayarisha. Kuna matayarisho yake maalumu. Unatakiwa ujikaribishe kwa Allah unapoongea na Allah subhanahu wa ta'ala, unapomuomba Allah haja zako ujikaribishe. Ndio hiyo tunaita tawassul, au kwa lugha nyingine tunaita wasila. Na hiyo kaitaja Allah ndani ya Qur'an, wabtaghu ilayhi alwasila. Wabtaghu ilayhi alwasila, mnapomuomba Allah mtake njia ya kujaribisha kufika kwake. Kwa hiyo nukta ya tawassul ni muhimu sana sana, na hapa tulipo sisi tupo katika muda wa kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili janga lililotokea hii leo ambalo hatujui litachukua muda gani katika nchi yetu hii, baadhi ya watu wametawassal leo kwa kufunga ayyamul bidh, siku 3 zile katika mwezi wamefunga, na malipo yake kama mnavyojua, miongoni mwa siku 3 zile imetokea siku Alhamisi, wakapata ujira wa kufunga yaumul khamisi na siku moja katika ayyamul bidh, katika siku 3 zile za kila mwezi. Kadhalika kasadi yaumul jumaa, jana wakafunga watu katika siku ya Jumaa wakapata dua. Hii ni tawassul. Tawassul maana yake pana sana. Unaweza kutawassal kwa chochote ulichonacho. Watu wanatawassal kwa amali njema. Jikumbushe mambo gani mema aliyofanya katika benki yako ya mambo mema. Hakuna kitu ulichokifanya umesahau, jikumbushe, nilifanya kitu kadha, nikamsaidia mtu mnyonge kadha, nikafanya kitu kadha. Tawassal kwa amali yako njema. Watu mtawassal katika pango bwana, katika jiwe, hawana uwezo wa kutoka, katawasal jiwe likatoa nafasi, watu wakatoka. Wewe janga lako janga la ukubwa ina gani kuliko janga hilo? Na watu walitawasal kwa amali zao. Kwa hiyo kumbuka, na shekhe hapa kataja kwamba kuna watu ambao hawa rabbaniyina pia. Miongoni mwa kutawassal kuna aina nyingi za kutawassal. Tunatawassal kwa mali njema kama tulivyotaja, wafunga na mambo mengineyo, kumswalia sana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kusoma sana Qur'ani, kuswali rak'ataini, kusali sunani, kuswali mafrudhati. Hizo zote katika tawassul, kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili asikilize haja yako, Sasa kama hutaki kutawassal wewe utaka ujikaribisha kwa Allah kwa kitu gani? Kwa hiyo wako mambo mengi ya kutawassal. Miongoni mwa matendo yako, imani yako inaweza kutawassal kwa imani. Rabbana inna sami'na munadiyan yunadi lil-iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Alafu rabbana, kwa nini kutanguliza rabbana kabla fa amanna? Umetanguliza fa amanna, umetawassal kwa imani yako. Na Sheikh alipotaja rabbaniyina ni kwamba pia miongoni mwa kutawassali ni kutumia dua yako ili kupitia katika mikono ya watu ambao, katika ndimi za watu ambao ni watu rabbaniyina, watu wa Mungu. Rabbaniyina ni watu wa Allah ambao hawamwachi mbali Allah, wako karibu naye Allah. Salati dhuhuri yupo, kama si msikiti huu si msikiti mwingine, si msikitini popote alipo. Salatul asri humwachi, humkosi. Salati subuhi humkosi. Hawa ndio rabbaniyina, na hawa wote hawa rabbaniyina, hawa wote rabbaniyina. Ni fursa nzuri sana kutawassal watu hawa wote rabbaniyina, kwa sababu kigezo cha kumwomba Allah ni imani, na wote muumинuna hawa. Kama mtu angekuwa hana imani asingekaa dakika mbili, asingekaa, asiweza kukaa. Lakini imani yafalu ajib, inafanya mambo ya ajabu kumleta mtu aache mambo yake yote aje akae kusikiza wewe, kwa sababu imani imekuvuta. Imani ndio ilimleta hapa. Kwa hiyo hawa watu rabbaniyuna hawa walipotaja Sheikh hapa, kataja sifa nzuri za watu rabbaniyina, sifa nyingi, na aghlabu ya sifa zile wote wale hapa ni rabbaniyuna. Kwa hiyo sisi tutawasal kwa hawa watu wote katika haja zetu. Kwa nini sisi tukose haja yetu? Lakini tu tatizo la kwamba watu wana tatizo hasa katika wakati wetu, hawaombi. Watu wana ugonjwa kutokuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wana ugonjwa kutumuomba Allah, haombe akiwa peke yake, haombe akiwa na mwenzake, sijui ataomba wakati gani.
wakati malaika wanaomba dua kuwaombea waumini. Malaika wanaomba dua. Soma surati Ghafir, soma surati Ghafir. Wale ambao kwamba malaika waliobeba arshi wanamsabihi Mwenyezi Mungu, kisha yastaghfiruna lilladhina amanu, wanawaomba maghfira kutuombea sisi. Yani sisi tumeshindwa na malaika ambao wao hana madhambi kabisa, lakini leo sisi wenye madhambi tunashindwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Kila janga linalokuja sisi hatuombi. Sasa tupewe mitihani aina gani? Tupewe mitihani aina gani mpaka tumuombe Allah? Au tunaomba Allah atuzidishie mitihani ili ndio tuombe? Naudhu billah. Yani hatumuombe Allah hata katika majanga. Tumuombe Allah katika kipindi gani? Kuna maana kwamba sisi tuombe tufanye, yani tusubiri zaidi majanga baada ya majanga? Miongoni mwa tawassul ambazo sisi tunazihimiza na zimepuuzwa katika baadhi ya misikiti mingi tu imepuuzwa sana, kunut nazila, ambayo ni sunna muakkada inda al-jamhur, sunna muakkada haina khilafu bwana. Hii sio kunuti ya subhi kwamba ina khilafu, baadhi wamekubali wa baadhi wamekataa. Hii al-jamhur wamekubali kunutu nazila, panapokuwa na janga watu waombe, wasome kunut. Na mimi hapa kuna karatasi nimechukua hapa kwa wanaotaka kusoma kunuti katika swala tano zile, swala ya subhi na dhuhuri na al-asr na maghrib. Kama hawajui dua kunuti nazo mizinatili hapa kunuti, dawa za kunuti, dua za kunuti zile ziko wapi? Leta zile karatasi za kunuti, ziko wapi? Leta. Anataka kuchukua na achukue. Yani unaswali swala za fardhi zote, hata mara moja hujamuomba Allah pamoja na janga lote. Hii kunuti hii kama ungepewa wao hao wapinzani wetu sisi, hao wapinzani wetu sisi ambao wanapingana na sisi, wangepewa hiyo ungeifanya kuliko wewe. Hawana tu, hawajui, hawakupokea vitu kama hivi kwao, lakini wangepewa wao, wallahi na hapo wangepewa wao, wangefanya zaidi kuliko wewe. Leo wewe umepewa kunuti, mnashindwa kusoma kunuti watu Dar es Salaam. Hizi hapa kata anataka kusoma kunuti kama hajui dua ipo, karatasi ipo kwa shekhi hapa. Salatu subhi wanaosoma kunuti sababu subhi wasome kunuti, Allahumma hadina fi man hadait, maliza na hiyo, malizia. Salati dhuhuri ukifika wakati wa rukuu kumaliza, soma dua kunuti hizo. Al-asr maghrib. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, nani ambaye kwamba yeye yuko karibu zaidi na Allah kuliko Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Nani yuko karibu na Allah kuliko Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Na yeye kafanya kunuti bwana. Bwana Mtume kafanya kunuti kwa kuuliwa wasomaji wa Qur'ani tu, kwa kuuliwa wasomaji wa Qur'ani wachache hawafiki 1000, kafanya kunuti mwezi mzima, shahran, kwa dhulma ilitokea. Leo nyinyi hapa katika janga, vijana wangapi wameuliwa? Wangapi waliuliwa? Dhulman wameuliwa kwa sababu ambazo hazielezeki, hazieleweki. Watoto wameuliwa, mali za watu zimepotea, mnashindwa kusoma kunuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Huu ni mtihani mkubwa huu. Kama ikiwa hatukutosheka sisi na majaribio haya, wallahi yatakuja majaribio makubwa sana. Mtakubali kunuti au hamtaki? Mtakubali kunuti au hamkubali? Lakini kwa sababu ni kudharau sunna ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, sunna muakkada mnaidharau, kila sunna mnaidharau, mnatakiwa mletewa nini katika Uislamu? Kwa hiyo tunasema kwamba wabtaghu ilayhi alwasila, hii kunuti katika tawassuli bora. Na kile tawassul unaweza kutawassal nayo, ufanya. Unaweza kutoa sadaqa, toa sadaqa. Unaweza kuswali lillahi ta'ala, sunna unazoweza kuswali, swali. Unaweza kumswalia Bwana Mtume mara 1000, swali zaidi ya mara 1000, hasa katika يوم الجمعة, mswalie sana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, utawassal. Lakini leo sisi tunafanya mchezo.